Yes, mambo vipi mwanafamilia wa HNT Media, ni wakati mwingine tena tunakutana kuzitazama habari za michezo ambazo zimeendelea kugonga vichwa vya habari sana huko katika anga la michezo hapa Tanzania, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na kile kinachotajwa kwamba msemaji wa klabu ya Young Africans huenda akadondokea katika lungu la kufungiwa na mamlaka za kisoka. Tunazungumzia TFF. Bana, kuna taarifa kubwa sana ambayo imekuwa ikiendelea make sana katika mitandao ya kijamii na hasa katika uandishi wa habari za michezo. Bana, kumekuwepo na taarifa ya kufungiwa kwa msemaji wa klabu ya Young Africans. Unaambiwa kwamba Young Africans wametoa tamko zito kuhusiana kwa story hiyo ambayo inaendelea kutembea katika mitandao ya kijamii kwamba msemaji wa klabu hiyo Young Africans, kutokana na sintofahamu zilizotokea kunako mechi yao ambayo walikuwa wamekaribishwa na Tabora United, huenda msemaji huyo akafungiwa kabisa, kutokana na kwamba alikuwa ameshapewa maonyo kadha wa kadha kuhusiana na statement zake ambazo anazitoa. Hasa ni nini kinachoendelea? Basi ni kusihi kwamba endelea kubaki nasi katika wakati wote tutakao kwa hapa, ili tuweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni kweli amefungiwa au ni nini dhidi kuhappen? Mimi nikwambie kwamba nitakuwa nakuletea taarifa zote ili uweze kujua ni nini kinaendelea kunako anga la michezo, mwanafamilia wa HNT Media. Bana, kusubscribe hapo kuna maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, ni wakati sahihi sasa ambao utakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapokuletea hapa kunako TV yako pendwa ambayo inakuletea taarifa za michezo kila siku, kila wakati, mara baada ya hapa. Bana, kumekuwepo na taarifa nyingi sana mara baada ya kukamatwa kwa msemaji wa klabu ya Young Africans. Tunamzungumzia Ali Shabani Kamwe ambaye alikamatwa na jeshi la polisi huko mkoani Tabora wakati alipokuwa akiendeleza majukumu yake kunako kutafuta hamasa na kujaza uwanja. Imekuwa taratibu na umekuwa ni utaratibu wake msemaji huyu, kila anapokwenda amekuwa akifanya hamasa, wamekuwa akifanya mambo makubwa kabla ya mechi na baada ya mechi. Sasa katika hali ya sintofahamu, msemaji huyu alijikuta akiangukia katika mikono ya sheria kutokana na maneno yake yalikuwa ya kashfa katika kuhakikisha alipokuwa akifanya hamasa zake. Alijikuta akitoa maneno makali ambayo yalimpelekea kudakwa na polisi, lakini kwa taarifa tulizonazo mpaka sasa msemaji huyo yuko zake Dar es Salaam ambapo anafanya maandalizi ya mechi. Lakini kitu sichokifahamu, siku kama ya leo na tarehe kama ya leo, mwamba huyu ndo siku yake ya kuzaliwa, Ali Shabani Kamwe, msemaji wa klabu ya Young Africans ambaye anatajwa kufungiwa na shirikisho la soka, shirikisho la mpira wa miguu hapa Tanzania. Tunazungumzia TFF, ambao siku chache zilizopita aliweza kuitwa katika kamati ya Madrid kutokana na statement zake, kutokana na kauli zake anazozitoa katika kuhakikisha anatimiza majukumu yake kama msemaji wa klabu kubwa hapa Tanzania na Afrika Mashariki na Kati, kwa maana ya Young Africans. Aliweza kuitwa katika kamati ya Madrid ambapo kwa taarifa zilizotufikia ni kwamba alipewa onyo kali kutokana na maneno yake ambayo anakuwa anayazungumza anapokuwa akifanya hamasa. Hasa za ndani kabisa zilizotufikia ni kwamba kutokana na kile kilichotokea huko Tabora, basi msemaji huyu huenda akadondokewa na rungu zito kutoka TFF, huenda akafungiwa miaka 2 na faini ya milioni 2 kama jinsi ambavyo alifungiwa Haji Sande Manara wakati alipofungiwa na yeye kujihusisha na masuala ya mpira kwa miaka 2 aliyofungiwa. Lakini kwa taarifa zilizotufikia ni kwamba bado kamati ya masaa 72 haijatoa maamuzi sahihi, lakini kinachojadiliwa ni kwamba msemaji huyo kutokana na kosa hilo huenda akakaa nje kwa muda huo. Mambo yanazidi kuwa mengi sana kwa wakati kama huu hapa, ambapo Young Africans wanakwenda kushuka dimbani kuwavaa Coastal Union katika mchezo wao wa NBC Premier League, mchezo ambao utachezwa siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 4, ambapo katika uwanja wa
KMC Complex majira ya saa 10:15 mbungi hili litachezwa hapo ambapo Young Africans anazidi kujiweka katika hatua nzuri ya kuendelea kutetea ubingwa wake. Ikumbukwe mpaka sasa Young Africans anaongoza msimamo akiwa na pointi zake 61 nyuma ya Simba mwenye pointi 57. Mambo yanazidi kuwa mengi sana kunako anga la michezo, hasa kwa sasa ambapo Simba Sports nao wanafanya hamasa lao kuelekea kwa mechi ya ambayo watawakaribisha Al Masry kunako uwanja wa Benjamin Mkapa, mechi ya mkondo wa pili katika kufuzu hatua ya nusu finali kombe la shirikisho Afrika CAF, ambapo Simba katika mchezo wa kwanza walipoteza huko Misri katika uwanja Al Masry ambapo walipokuwa wakikaribishwa na Al Masry. Bana, moja kati ya taarifa kubwa sasa ambazo zimetufikia na sasa tukasema tukujuze mwanafamilia wa HNT Media ni kuhusiana na hilo jambo la kufungiwa kwa msemaji wa klabu ya Young Africans kutokana na yaliyomkuta siku za hivi karibuni. Kumekuwepo na mijadala mingi sana, hususan kwa watu ambao ni waandishi wa masuala ya michezo hapa Tanzania. Tulijaribu kuzungumza na Hans Raphael juu ya hiki ambacho kinatokea. Moja kati ya vitu alivyovizungumza, yeye aliweza kuzungumza kwamba kwa kitendo alichokifanya mkuu wa mkoa wa Tabora ni kwamba aliweza kuingia katika engo ya ushabiki. Kona Alikamwe alikuwa anamjibu katika engo ya ushabiki, lakini hakuwa anamjibu katika engo ya userious kiasi hiko. Kama Alikamwe angeweza kuchukulia jambo likawa la userious kiasi hiko, ni lazima angeheshimu mamlaka yake na asinge mjibu kwa kiasi hiko, lakini kwa hapo alimjibu kama shabiki wa mpira, hasa alivyosema kwamba Simba Sports Club ndio klabu bora hapa Tanzania. Kwa hiyo Alikamwe alimjibu kama shabiki wa Simba. Unajua pia hawa ni watani wa jadi. Kwa hiyo kitu alichokizungumza Hans Raphael ni kwamba Alikamwe alimjibu mkuu wa mkoa katika engo ya ushabiki zaidi, lakini si kuegemea katika madaraka yake, kwa sababu katika madaraka yake ni kiongozi mkubwa wa serikali. Huwezi ukamjibu kwa namna hiyo kwa mtu ambaye ukiwa na akili timamu huwezi ukazungumza hivyo, lakini Alikamwe alimjibu katika engo ya ushabiki. Bana, mambo yalizidi kuwa mengi sana, lakini pia ukija kuangalia Alikado Momo naye aliweza kuzungumza kwamba ukija kuangalia statement za mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Chacha alikuwa anazungumza kama mdau wa michezo. Mdau wa michezo ana nguvu gani katika mpira wa Tanzania? Na ukija kuangalia Alikamwe ana nguvu gani katika mpira wa Tanzania? Unaona kabisa kwamba nguvu na attention ya Alikamwe na kumlinganisha na mdau yeyote wa masuala ya mchezo, lazima attention zitofautiane, lazima uzito utofautiane. Kwa hiyo ni dhahiri shahiri kwamba Alikamwe lazima atakuwa na attention kubwa, lazima atakuwa na watu, lakini pia ukija kuangalia status ya Paul Chacha ni kiongozi mkubwa, watu wanamuogopa, watu wanamheshimu, hawawezi wakawa kama jinsi ambavyo watakuwa kwa msemaji wa klabu. Tunamzungumzia Ali Shabani Kamwe. Kwa hiyo attention ambayo alikuwepo nayo Alikamwe ilikuwa inasilete kutokana na kwamba yeye ana impact kubwa katika soka la Tanzania, ni msemaji wa klabu kubwa hapa Tanzania. Nani asiyejua Young Africans? Nani asiyemjua Ali Shabani Kamwe ambaye ni msemaji wa klabu kubwa hapa Tanzania, Young Africans? Ni lazima haya yote yangetokea, lakini hatukutegemea kama yangefikia huko yalikofikia, lakini kwa sababu hakuna chochote kibaya kinachoendelea mpaka sasa, tunamshukuru Mungu kwa sababu kila mtu anaendelea na majukumu yake. Hayo machache tu aliweza kuyazungumza Alikado Momo alivyokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuelekea kwa sakata hili ambalo huenda likamwacha vibaya sana Ali Shabani Kamwe katika kupigwa na rungu zito la TFF kufungiwa asiwe msemaji tena. Nini tamko la Young Africans kupitia kutokana na taarifa hii ambayo za ndani kabisa zinaendelea? Nikwambie tu kwamba endelea kuwa pamoja nasi ili uweze kujua ni nini kinachoendelea, na usisahau kutufollow kunako Instagram yetu kwa jina la HNT Media. Bye bye.